Chama cha mawakili nchini kimetoa tamko juu ya vurugu za maandamano yaliyofanyika kuanzia Oktoba 29 mpaka 31. Taarifa hii nukuu kama ilivyoandikwa, imeandikwa kwamba chama cha mawakili wa serikali Tanzania TPBA kinalaani vikali vurugu, mauaji na uharibifu wa mali vilivyotokea wakati wa uchaguzi mkuu wa 2025 na kinatoa pole kwa wote waliopoteza ndugu au mali. TPBA inaunga mkono agizo la Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan la kufanya uchunguzi wa kina na kuwajibisha wahusika wote kwa mujibu wa sheria. Katiba ya mwaka 1977 inatambua haki ya binadamu kama uhuru wa maoni na maandamano, lakini haki hizo zina mipaka ya kisheria kulinda amani na usalama wa taifa. Maandamano ya tarehe 29 Oktoba 2025 hayakuwa halali, kwani yalikiuka zuio la polisi na kusababisha vurugu. TPBA inasisitiza kuwa matumizi ya nguvu na silaha yanapaswa kuwa ya kiwango cha lazima pekee na kwa uwajibikaji wa kisheria. Kuhusu changamoto za interneti, mamlaka zinaweza kudhibiti mawasiliano kwa muda kwa mujibu wa sheria kulinda usalama wa taifa. Chama kinakumbusha kuwa haki huambatana na wajibu wa kuheshimu katiba na mamlaka halali. Vyama vya siasa vilivyohusishwa na vurugu vinaweza kufutiwa usajili kwa mujibu wa sheria. TPBA inatoa wito wa utulivu, umoja na mazungumzo ya maridhiano kama alivyoeleza Mheshimiwa Dr. Emmanuel Nchimbi kwa niaba ya Rais, ili taifa liendelee kuwa mfano wa amani barani Afrika. Imetolewa na chama cha mawakili wa serikali Tanzania TPBA. Bwana, hii ni taarifa na tamko la TPBA, chama cha wanasheria wa serikali Tanzania.